Nimekuja kata hii ya Kipawa kutembea mtaa kwa mtaa, mitaa yote 6, nikiwa na malengo makuu matatu kama ifuatavyo. Ndugu zangu wa Kipunguni, mimi ndiye mgombea wa ubunge jimbo la Segerea, mbunge ambaye nimejitoa kwamba nije kuwa sauti yenu ndugu zangu wa Kipunguni, ndugu zangu wa kata ya Kipawa ambao kwa miaka nenda rudi mmesaulika katika masuala mazima ya maendeleo, lakini fursa mbalimbali ndugu zangu wa Kipunguni mmekuwa mkizisikia, lakini kwenu hazijawa halisi. Ndugu zangu wana Kipunguni, wote tunafahamu miaka 10 iliyopita tulimchagua diwani kupitia CCM katika kata yetu ya Kipunguni, lakini tulimchagua mbunge miaka 10 aweze kutuongoza jimbo letu la Segerea. Lakini mbunge huyu ndugu zangu wa Kipunguni tuliwahi kumwamini akawa diwani wetu wa kata hii ya Kipawa. Tumekuja ndugu zetu wa Kipunguni, lengo ni kwamba tunahitaji kuleta mabadiliko ya kweli katika kata yetu ya Kipawa, hususani mtaa wetu wa Kipunguni. Mtaa wetu wa Kipunguni kuna vijana wengi mmekata tamaa. Vijana wengi hamna ajira. Vijana wengi hata wa bodaboda. Wengi bodaboda mnazoendesha ni bodaboda za kupeleka hesabu kila siku. Wengine bodaboda mnasema kwamba ni bodaboda za mkataba. Lakini ndugu zangu wa Kipunguni, hususan vijana mnaonisikiza hapa leo, ipo mikopo ya 10%. Mikopo ambayo ninyi vijana wa Kipunguni mlipaswa kukopeshwa pasipo kuwa na riba yoyote. Lakini fursa hizi zimewapita pembeni kwa sababu ya aina ya viongozi tuliowachagua, kwa maana ya diwani tuliyemchagua pamoja na mbunge tuliyemchagua. Viongozi wetu hawa wawili wana dhamana kubwa kuhakikisha vijana wa Kipunguni, wakina mama wote na wenye ulemavu mnapata mikopo ya 10% kujikwamua kiuchumi. Sambamba na hilo, miundombinu ndugu zangu wa Kipunguni, miundombinu kwenu sio rafiki kabisa. Hakuna maji safi na salama. Barabara tumepita kule, barabara hazipitiki. Mnazunguka mtazani, mnazunguka mto Jordan. Ndugu zangu wana Kipunguni, tumekuja kama wakombozi, mimi pamoja na ndugu yenu Kidunda. Tunahitaji kwenda kuwatumikia, tunahitaji kwenda kuleta mabadiliko, lakini kuleta fursa kwa wote wana Kipunguni. Ombi letu kwenu, tarehe 29 ni siku ya kupiga kura ya ukombozi kwa ajili ya ndugu zetu wa Kipunguni. Ninyi ndio mnaoteseka. Ndugu zetu wa Kipunguni, ninyi mnafahamu, mmekuwepo kwa kipindi cha zaidi ya miaka 3, mnapigwa danadana juu ya malipo ya wale wote wanaoaminika kwamba wanapaswa kuhamishwa mpaka leo. Lakini ndugu zangu wana Kipunguni, kodi yenu mnayoilipa usiku na mchana, ambayo mnakatwa 10% kila mnaponunua na kuuza kitu, hiyo kodi ndio ambayo inapaswa kuja kuwalipa ninyi mnaopaswa kupisha uwanja wa ndege na mambo kadha wa kadha. Ndugu zangu wa Kipunguni, mimi niliyesimama hapa pamoja na mheshimiwa diwani, tuko tayari kuwatumikia. Tuko tayari kwenda kwa sauti yenu ndugu zetu wa Kipunguni. Nguvu tunazo, uwezo tunao. Mimi mnayeniona hapa mbele yenu, nilikuwa ni mbunge wa viti maalum kupitia Chadema. Pamoja na kwamba sikuwa mbunge wa jimbo, lakini mmekuwa mkisikia cheche nazotema kwa ajili ya jimbo langu la Segerea, cheche nazopiga kwa ajili ya ndugu zangu wa Kipawa. Pamoja na kwamba mbunge wa viti maalum hana mamlaka kufanya jambo lolote ndani ya jimbo kwa sababu mwenye jimbo anakuwemo, bado niliendelea kupiga kelele japokuwa kwa mbali, kuhakikisha ndugu zangu wa jimbo la Segerea, hususan wana Kipawa, nanyi mnaishi katika maisha ambayo ni safi na salama. Kwa sababu hiyo ndugu zangu wa Kipawa, nahitaji kuwa mwenye jimbo kamili, niende kusema kwa ajili ya ndugu zangu wa Kipawa, niseme kwa ajili ya ndugu zangu wa Kipunguni. Hili yote mnayoyakosa kama wana Kipunguni, uyatima ambao mmekuwa nao kwa kipindi cha miaka 10, iweze kuwa ni historia.